ya shilingi 10, alafu apron ya mama mboga. Saa hiyo ndio mama mboga anakuwa important. Sisi watu ya Kenya Kwanza tukiongozwa na rais tumesema vile tulisema tutasimama na watu walio chini katika biashara zao, katika hustle zao, katika matatizo yao. Sisi tutasimama na sisi na nyinyi, kukiwa mvua, kukiwa jua, mchana, usiku, kukiwa uchaguzi ama hakuna uchaguzi, kukiwa campaign ama hakuna campaign. Tutaendelea kusimama na nyinyi kwa sababu mlitufanyia heshima, mkatupatia nafasi ya uongozi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na hiyo laini. Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo, tuendelee namna hiyo, tuendelee namna hiyo? Wacha niseme kwa njia fupi sana vile serikali inang'ang'ana kujaribu kupunguza gharama ya maisha, kwa sababu gharama ya maisha inaumiza sana watu ambao wako katika hali ya chini, wananchi wa kawaida. 2022 wakati Rais Ruto amechaguliwa, tulikuwa tumepata matatizo mengi ya kiuchumi kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Ile corona ikafanya uchumi ufungwe kwa zaidi wa mwaka 1.5. Hakuna biashara iliendelea, matatu zote zikasimamishwa, hoteli zikafungwa, watu wakaambiwa wasiende kazini, wakae nyumbani kwa zaidi ya mwaka 1.5, 2020 mpaka 2021. Hiyo corona ndio ilisababisha uchumi wa Kenya uharibike kwa njia kubwa sana. Na ndio unaona saa ile Rais William Ruto anachaguliwa 2022 September, unga wa ugali ulikuwa umepanda sana ukafika 250. Petroli ilikuwa imepanda sana ikafika 217 na kilo. Pesa ya Kenya ilikuwa imekosa nguvu. Dola moja ilikuwa inagharimu shilingi 167 ya Kenya. Na katika hii miaka miwili tumejaribu kiasi. Kuna vile tumefanikiwa kiasi, lakini bado tunang'ang'ana ili kupunguzia wananchi gharama ya maisha hata zaidi. Kwa sababu hata kama unga imeteremka kidogo, vile ilikuwa 250 imekuwa 165, lakini bado hiyo iko juu. Tunang'ang'ana nayo ndio ifike 120 ama 100 flat, ili mwananchi wa kawaida hawezi kumudu bei ya unga. Ile petroli ilikuwa inagharimu shilingi 217 kwa lita. Kila mwezi tunapunguza